Katika unabii wa Biblia wa matukio ya siku za mwisho, miongoni mwa mambo ambayo yametabiriwa ni mmomonyoko mkubwa wa maadili. Kumekuwa na mmomonyoko mkubwa wa maadili hasa katika kizazi hiki hasa kinachoitwa kizazi cha .com. Katika karne ya 21 kumekuwa na matukio ya kila siku kunavyoendelea kucha, maadili yanaporomoka kwa sababu ya sayansi na teknolojia, mwingiliano wa tamaduni, dunia kufanywa kijiji kimoja kuwa kama kijiji, dunia kiganjani, imepelekea leo hali imekuwa mbaya kila kukicha. Mmomonyoko wa maadili umeendana pia na kwa sababu ya kuiga tamaduni kutoka katika jamii zingine, hasa kwa bara la Afrika. Watu wa jamii ya Kiafrika kuiga tamaduni za kigeni hasa kutoka nchi za magharibi, Marekani na Ulaya. Na hili pia ni unabii umetabiriwa kwamba Kushi na Misri watafuata nyayo zake. Ukisoma katika Danieli sura ile ya 8 kama si ya 9, anataja kwamba Kushi na Misri watafuata nyayo zake. Kufuata nyayo zake ni nini? Kuenenda katika tamaduni na mambo mbalimbali. Tunaiga siasa za Marekani, tunaiga maadili ya Kimarekani, na vile kila kitu tunakopi kutoka kwao. Na hii pia imepelekea kuiga tamaduni na hasa uvaaji, mitindo ya maisha. Tunaona kwamba huo ndio kisasa, na kwamba sisi tunaonekana tuko nyuma. Vyakula, ulaji wa vyakula, na kwa sababu ya uigaji wa vitu hivi imepelekea uwepo wa changamoto za kimaadili. Moja ya vitu ambavyo vimepelekea mmomonyoko mkubwa wa maadili ni ukuaji wa sayansi na teknolojia, hasa kupitia runinga, vyombo vya habari, mitandao ya kijamii. Tumekuwa na mtindo wa kuiga mambo mengi. Leo wakati nakumbuka mimi wakati wa Rais Mkapa, wakati ameingia madarakani, kulikuwa kuna mtindo umeibuka wa uvaaji. Kulikuwa kuna wanawake kuvaa suruali zile pana, suruali kama zile nguo za Wajapani zile wanazovaa Wajapani. Zilikuwa kule kanda ziwa, zilikuwa inaitwa nyanyapuzo. Sijui kama unaweza kuwa unazifahamu hizi. Kiukweli ilifikia mwanamke ikapigwa marufuku, ilitoka tamko kutoka serikalini kwamba atakayeonekana amevaa hivyo anaadhibiwa, zikapotea. Lakini siku za hivi karibuni, miaka ya mwishoni mwa karne ya 20 kuelekea 21, kulikuwa na mtindo huu, na kiukweli aliyekuwa akivaa suruali ni mwanamke ambaye alionekana kwamba ni mtu ambaye hafai katika jamii. Lakini pia mtindo wa maisha, na hii imetokana na uigaji, hasa wanamuziki. Muziki umekuwa na nguvu zaidi katika kumomonyoa maadili. Wanamuziki hasa hawa wanao madansa hawa hasa wa kike wamehusika kwa namna kubwa sana, kwa kiwango kikubwa katika kuleta mmomonyoko wa maadili. Maana wanawake wengi na mabinti wengi wamekuwa wakiiga kwao, wakizani kwamba ndio kwenda na wakati. Maana ndio waliokuwa wanavaa suruali. Mimi nilipata kuangalia video moja kwenye gari ya wanamuziki kutoka Zaire, wakati ndio wanaanza muziki imeingia, lakini niliangalia hivi tu kama miaka takriban katika hii miaka miwili, niliona kwamba wanawake walikuwa wale madansa wanavaa nguo suruali na nguo blouse. Inaonekana kuna mmoja alipokuwa akivaa na dansi, alipokuwa akidansi anashika kile kiblausi, kwamba kitovu kikionekana anavuta kile kinani kwenda chini. Lakini leo ukiona wanavaa tu nguo za ndani na wako huru, wanajiachia. Na ni watoto hao wa Afrika ambao wanajiita watoto wa mjini, na watoto wengi wanapoangalia, na hakuna aibu saizi hata katika familia. Unakuta baba mama na watoto wamekaa sebuleni, wamefungulia TV, ndivyo vitu vinavyoonekana. Sasa ngoja nikwambie mzazi mwenzangu, baba na mama hapo, hicho kitu kina hatari sana, kina nguvu kubwa ya kubadilisha mindset ya mtoto. Ataweza kuvaa kwako nyumbani kwako kwa sababu unamnunulia wewe hizo nguo anazozivaa, lakini atakapotoka nyumbani, hasa wanapokuwa huru kule, anaonekana amepitwa na wakati. Sasa
nini kinachofanyika? Ataamua kuvaa vile ambavyo ulimwengu unakwenda. Maana anapokuwa nyumbani alikuwa anabanwa, hakuna uhuru. Sasa kwa sababu mnulia atakapokuwa huru, labda yuko masomoni, wanapokwenda vyuo, hapo anapokwenda mahali anapokwenda kutafuta riziki, au akikutana mahali, akienda mahali akakuta uhuru huo upo, anavaa hivyo. Usije wakaona ajabu, ni kwa sababu amejifunza nyumbani. Nasema hivi kwa sababu nimeyaona mimi katika baadhi ya familia. Nimeona mtoto pia, hata kama upo wewe nyumbani, anatoka amevaa sketi, akifika nje sketi anaweka kwenye begi, anavaa suruali, anadunda mtaani. Baba akisafiri, mara nyingi baba ndio anakuwa mkali. Baba akisafiri, mama yuko huru, na watoto wanavaa vile wanavyotaka nyumbani, mama akiwepo. Na kama mama asemi, basi watoto wanakuwa uhuru. Unapokuwepo baba, wanavaa vile ambavyo baba anataka. Lakini kiukweli nyumbani unavyomuona unadhani mtoto wangu ni mwadilifu. Ni bahati mbaya, usije ukajivunia katika hilo. Zaidi tu natakiwa kumuombea, lakini muweke wazi kuhusu ulimwengu na kusudi la Mungu na yeye kuwepo duniani. Lakini pia wanasanii wamekuwa wa kiume. Leo shetani anakutumia majukwaa ya burudani, muziki, mpira na aina mbalimbali za sanaa kuharibu na kupotosha kizazi hiki. Utakuta wasanii wa kiume leo karibia wote wakubwa na maarufu, wenye mvuto na wenye influence katika jamii, wengi wao wametoga masikio na wanavaa heleni. Na kijana akiona asema kama huyu, anadhani yule kwa sababu labda ni Kristo au ni Muislamu, anaamini ni mcha Mungu. Hapana, wengi wao wamekuwa ni Waislamu jina, na kwa sababu viongozi wa imani tunakuwa tuna changamoto, tunataka kufanya kazi ya Mungu, basi kwa sababu tunasikia ni wa imani yetu na tunamuomba na tusapoti katika kazi, naye anajiita ni wa imani hiyo hiyo, lakini maisha wanayoishi si ya imani, wanaishi maisha ya kidunia. Na vijana wengi leo tunaiga mambo hayo, tunadhani ndio ukisasa. Ni kukwambia tu kijana mwenzangu, kwa namna ya pekee kabisa, ni heri kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Maana wengi wataangamia kwa sababu walijifunza kwa kuona kwa wengine, wakaacha kutii mapenzi ya Mungu. Na mzazi pia kuwa na bidii katika kuomba, lakini mfundishe mwanao. Haupasi kumlazimisha, lakini mfundishe aelewe kusudi la Mungu, na kusudi la Mungu kumleta yeye duniani ni kwamba Mungu ametuleta sisi tuwe nuru na tubadilishe ulimwengu kutoka katika ukengeufu kuwa katika kutenda mapenzi ya Mungu. Tunaona wasanii wakubwa, wana michezo leo, wengi wanavaa vipini, wanachora tattoo, wanasokota nywele. Ni kwamba shetani anakusudia kutumia watu wenye ushawishi kubadilisha ulimwengu na kuondoa wanaume halisi, kwamba mwanaume huwezi kuwa mwanaume ili umetoga masikio. Hapana. Leo wasanii wakubwa tunaona wanatoboa mpaka pua, wanachora tattoo, wanasuka nywele. Na hapo kusudi kubwa ya shetani ni kumuondoa mwanaume halisi duniani. Mtoto mdogo anapozaliwa wa kizazi hiki, atakapokuja kuwa mkubwa atakuta kizazi hiki ambacho ni kizazi kilichoko leo, ambao ndio wazazi wanaowazaa sasa hivi, watakuta wazazi wao wote wamesokota nywele, na huko tunakokwenda hata sheria zitabadilishwa. Kumekuwa na wimbi kubwa la kampeni ya haki za binadamu. Kwa hiyo huko tunakokwenda kutakuwa kuna haki ya mtoto. Ni mwanafunzi wa kiume atataka kuwa na haki na uhuru wa kusuka nywele. Tusije tukashangaa kuona watoto wa kiume wanasuka nywele. Tusije tukashangaa kuona watoto wa kiume wanatoboa masikio. Tusije tukashangaa watoto wa kiume wanataka kuwa wanawake. Tunakiona hiki. Kumekuwa na kampeni zinaendelea. Utakuta leo. Kwa hiyo kusudi kubwa la shetani ni kuondoa wanaume halisi, na kampeni kubwa nyingine inayokuja ni kuondoa ujinsia na ujinsi. Kwa hiyo kwamba ni mwanamke akitaka kuonekana mwanaume it's okay, ni mwanaume akitaka kuonekana mwanamke it's okay. Kwa hiyo kwamba lengo kubwa ambalo shetani ana kampeni ni kampeni kuhusu kumuondoa mwanaume, na itakapofikia hapo sasa, ile agenda ya 50-50 itakuwa ina nguvu zaidi na kufanya maamuzi, hasa kwa sababu mwanaume sasa ameondolewa kuwa na nguvu ya kukataa mambo. Labda nikukumbushe kidogo unapoelekea mwisho, shetani asingeweza kupitia kwa Adamu, maana Adamu angekuwa na mambo mengi ya kumhoji.
na angekataa. Alipitia kwa Hawa. Kwa hiyo anaamini kwamba kwa wanawake pia kuna udhaifu. Kwa hiyo ili amwangushe mwanaume anapitia mwanamke. Anapomwangusha mwanamke anajua amemwangusha na mwanaume. Kama ambavyo alimwangusha Adamu kupitia Hawa, vivyo hivyo ndivyo alivyomwangusha Samsoni kupitia Delila. Ndivyo ambavyo alimwangusha Sulemani kupitia wanawake. Na ndivyo ambavyo alimwangusha Daudi kupitia mke wa Uria. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia mtazamaji ni kwamba kampeni ya shetani ni kumuondoa mwanamume duniani. Unaweza ukawa umezaliwa na jinsi ya kiume lakini si mwanaume, huko tunakokwenda. Kwa hiyo mzazi, una nafasi kubwa ya kumsaidia mwanao. Wewe na mimi ndio tumeagizwa kuwafundisha kwa bidii. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6, nasema uwafundishe kwa bidii kila uketipo, uamkapo, uondokapo, uingiapo na kila ulalako. Maneno hayo yafungwe katika vipaji vya uso, yawekwe katika akili za watoto, uwafundishe kuishika Torati. Kwa hiyo mfundishe mwanao kuwa mwanaume na mfundishe mwanao kuwa mwanamke, atambue hasa mwanamke ni nani na Mungu anataka nini kupitia yeye. Lakini wajifunze mpango wa wokovu kwamba mwanaume na mwanamke wote wana nafasi ya